Hello Kenyans, Bwana asifiwe. Good evening. Nachukua fursa hii kuwasalimia sana wanasiasa wote, wananchi wa Kenya, wale wanaotakia nchi mema na vile vile jamii yote Kenya kwa jumla. Hili ni ombi langu kwenu sote, tukishirikiana sote kama wa Kenya tuilaani kitu kinaitwa pombe. Pombe imekuwa uchawi, ni uchawi mkubwa sana na uharibifu katika taifa la Kenya. Hizi dawa za kulevya zimeleta hasara kwa uhai wa binadamu, kwa uhai wa watu, imeleta hasara katika familia, na imeleta hasara katika jamii na taifa kwa jumla. Pale vile ambavyo watu wanatumia rasilimali katika ubadilishanaji wa chang'aa na dawa zote za kulevya. Hii leo kwamba katika habari zinazofikia Wakenya wale wenye akili timamu, inasemekana kwamba pombe imeua watu zaidi ya 5 katika mji mkuu wa Nairobi. Hiyo ni kwamba pombe haileti faida yoyote. Hata kama mnauza mnapata pesa, hiyo pesa ni laana, kwa sababu watu wakikufa hakuna faida yoyote inapatikana hapo. Watu wakiharibu boma hakuna faida, wewe utapata pesa, lakini kwamba ni uharibifu kamili ambapo unapatikana katika unywaji na uuzaji wa chang'aa na pombe zote ambazo zinalevya watu. Hili ni ombi lingine kwa wananchi haswa wa Mlima Kenya. Tusije tukasema kwamba tunagawana mlima, ilhali watu wanaharibika kwa utumiaji wa pombe, na vile vile hakuna faida yote inayoletwa na pombe katika Mlima Kenya. Hii kwamba pombe haramu zimetapakaa kila mahali, kwamba watu wanakunywa, hawakunywi maji, hawakunywi chai, wanakunywa tu chang'aa na pombe zingine ambazo ni za uharibifu. Kwa hivyo ninaomba wanasiasa tuweke siasa kando kwanza, ili kwamba tukaweze kurejesha heshima ya Mount Kenya ama Mlima Kenya, ili kwamba tukisema kwamba tunagawana, tunajitafutia umaarufu kwa siasa, kujitafutia umaarufu ili kwamba tukaweze kupata wafuasi, lakini wafuasi wale wanatufuata ni wale kwamba tunawanunulia pombe ili kwamba wakue upande wetu. Lakini hatukumbuki ya kwamba Kenya inapaswa kujengwa na watu wenye afya njema, wenye mafikira mema ama mawazo mazuri. Shule hakuna masomo yanayoendelea, kwamba iwapo kwamba watu wataenda kuuza dawa za kulevya ili kwamba wajipatie pesa, hiyo haileti faida. Unakumbuka kwamba kuna zile ambazo zinasababisha watu wanauana, kuna zile zinasababisha watu wanakata na mapanga, kuna zile ambazo zinasababisha watu kupigana risasi na kutoa uhai. Faida gani hiyo? Hakuna. Ni hasara tupu. Tuachane na pombe, tukue na akili, tutumie akili, sababu inasemekana kwamba katika Biblia kitabu cha Isaiah chapter 5 verse 11 inasema kwamba yeyote anayeamkia pombe na vileo asubuhi na mapema na kushinda huko hadi usiku wa manane, hiyo jehanamu imewashwa moto dhidi yao. Ukisoma hivyo inasema kwamba inatuonya kwamba jehanamu inawashwa moto ili kuwangoja wale wanaoangamia kwa pombe. Sasa sio wale ambao wanakunywa peke yake, ni wale pia wanaotayarisha. Maana hiyo unatayarisha pombe ili kumaliza watu. Wewe ni muuaji,
na jehanamu inangoja wauaji, inangoja walevi, inangoja watu wote wanaotenda uovu. Tuachane na vitu ambavyo vinavyoharibu akili, tukaweze kusanya rasilimali ambazo zitajenga jamii, zitajenga familia, zitajenga hata watu binafsi, ili kwamba tukaweze kuendelea mbele, sio kurudi nyuma kwa kuangamiza watu na mihadarati, kuangamiza watu na pombe haramu ambazo kwamba tunatafuta pesa. Hatutaki kuzingatia haki, hatutaki kuzingatia ubinadamu ama utu. Maana iwapo kwamba tutakuwa watu tutakuwa na utu, na tutakemea kabisa mambo na ulevi na uzaji wa chang'aa na pombe zozote ambazo zinazotumika na watu ama binadamu. Kwa sababu hiyo ndio inaharibu hazina ya fedha katika taifa la Kenya. Inaharibu hazina za familia kule ambako rasilimali zao ama uwekezaji ukifanywa katika jamii, watu wanachukua, wanaenda, wanabadilishana na mihadarati, wanabadilishana na chang'aa ili kwamba akaweze kukunywa. Kumbuki kwamba chang'aa, pombe haileti chochote, haileti faida yoyote, bali ni kufanya watu watofike katika afya zao. Amjambo. Kwa hivyo tuachane na mambo ya kugawanya wananchi tena. Sasa tujirudie, tukaweze kuwa na akili, ili kwamba tukitumia akili zetu katika kukusanya watu na kuambia kwamba waachane na pombe, maana pombe inaua. Waachane na pombe, maana pombe inaleta magonjwa, haswa hizi chang'aa, pombe ambazo zinanywewa na watu zinaitwa majina mengi sana katika mlima Kenya. Zinaitwa machuma, zinaitwa kwa ngui. Hiyo ni kuua kabisa na kuharibu. Kwa hivyo ukiua hakuna faida utapata. Ukiharibu